wenzao, au kuna shari kisha wakawa hawapo tayari kuiondosha ile shari kwenye jamii, itakuwa hakuna maana ya kuwepo na jamii. Jamii iliyokuwa bora ni ile ambayo ipo tayari kushare kheri na wenzao, ipo tayari kushare mambo mazuri. Ukiwa unaona ile zuri, share na wenzio. Ikiwa unaona hili ni baya, kataza ule uovu. Katika moja ya sifa ya sisi kuitwa umma bora, sisi Waislamu kuitwa umma bora, ni kwa sababu tunaamrishana mambo yaliyokuwa mema na kukatazana mambo yaliyokuwa maovu. Ndiyo maana tukaitwa ni umma bora, kuntum khaira umma. Mwenyezi Mungu ametuita umma uliokuwa bora. Kwa nini? Ni kwa sababu mnawatoa watu katika uovu na mnawaamrisha watu wafanye mambo yaliyokuwa mazuri. Tukiacha kuyasema haya, kutakuwa hakuna maana ya kuwa na jamii, kutakuwa hakuna maana ya kuwa na viongozi wa dini. Tena ajabu zaidi, wengine wanaokwenda katika matukio kama hayo ni vijana wa Kiislamu, na wanaoyafanya hayo baba zao hawakushuhudiwa wakiwa wanayafanya hayo. Bali wengine baba zao ni Waislamu wanaotambulika kwamba hawa ni wazee wa Kiislamu, lakini leo watoto wale wanakuja kuwavua nguo wazee wao kufanya mambo ambayo hayapo katika mila ya Uislamu, bali hayapo katika mila ya Utanzania. Ni kitu ambacho hakipo, bali tunaletewa mambo ambayo tunakuja kupandikiziwa tuone ni jambo la kawaida. Leo ukiingia katika mtandao, yani watu wana comment kwamba mtu mbwa amefariki, anasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nitakuja kuleta rambirambi zangu. Yani mtu na yeye ana comment kwenye ile page ya yule msanii ambaye kafiwa na yule mbwa, anasema nitakuja kuleta rambirambi. Kijana wa Kiislamu, na kweli kesho unamuona anakwenda kusaini kitabu cha rambirambi, anatoa mchango wa msiba wa mbwa. Jamii imefikia kwenye kiwango kama hivyo. Bali iliwahi kusikika mtu akiwa anaongea anasema kwamba mimi kwenye maisha yangu faraja yangu ninayoiona ni mbwa wangu. Yani hakumuona Allah kuwa ni faraja, hakuona wazazi wake kuwa ni faraja, wala hakuona ndugu zake kuwa ni faraja. Faraja yake anaona ni ule mbwa wake aliyekuwa naye. Jamii imefikia kwenye kiwango kama hiko. Kwa hiyo jamii inaumwa, jamii inahitaji msaada, kusaidiwa. Ikiachwa jamii inapoelekea, hali itakuwa mbaya zaidi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, katika moja ya vitu ambavyo alivyokuwa anavifanya kwenye maisha yake ni kuhakikisha jamii inaathirika na tabia yake aliyokuwa nayo. Mtume alikuwa akiathiri jamii aliyokuwa nayo kwa tabia zake. Mtume alikuwa anahakikisha jamii aliyokuwa nayo inabakia kuwa salama. Mtume alikuwa hakubali jamii aliyokuwa nayo akiiona inaangamia. Mtume alikuwa hakubali katika hilo, bali mtume alikuwa akipambana. Mtume alikuwa hapati usingizi ikiwa anaona jamii ipo katika mmomonyoko wa maadili. Mtume aliyekuta jamii ya Makuraishi ipo kwenye hali mbaya, watu walikuwa wakiabudia miungu ya tende, jamii ilikuwa ipo katika hali hiyo. Leo tunashuhudia watu wanafanya mazishi ya mbwa. Mtume alikuta watu wanaabudia tende, mtu ana mungu wa tende. Mtume alihakikisha ile miungu ya tende mwanadamu hawezi kwenda kuabudia. Kwa hiyo mmoja ya kazi aliyokuja nayo mtume ni kuhakikisha anaitoa jamii. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wakati wa mtume watu walikuwa katika upotevu wa hali ya juu. Haya mnaoyaona leo, mtume alikuja kuyaondosha haya. Tabia za kinyama zinazoonekana leo, mtume alikuja kuziondosha. Leo watu wanalazimisha kuzirudisha katika jamii. Wasiposema mashekhe, maana yake watakuwa wameacha kazi ya Bwana Mtume Muhammad.
Wasipoongea mashekhe habari hizi kutanabaisha jamii, kuwaeleza jamii kwamba jamii ilipofikia sasa, hapana, enough is enough, inatosha. Wallahi, katika moja ya masuhulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni pale ambapo mashekhe watakapokaa kimya, wakauona uovu kama huu unatokea katika jamii, kisha wao wakaona ni jambo la kawaida. Bali imefika kiwango hao waliogewa dhamana, ambao Mtume anasema al-ulama warathatul anbiya, kwamba wanawachuoni ni warithi wa mitume, wao wanafanya kazi ya mitume. Yani kuna mashekhi ambao kuyakemea haya hawawezi. Yani mtu anaona nikiyakemea haya bwana, jamii itanionaje? Nikiyakemea haya watansema vibaya, nikiyakemea haya watanikomenti vibaya. Al-ulama warathatul anbiya, wanawachuoni wamebeba kazi ya mitume, na mitume moja ya kazi yao ni kuinusuru jamii iwe katika ustaarabu uliokuwa mzuri, waende katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mashekhe wasipoyasema haya, masuhulia yao yanakuwa makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kuna baadhi ya mashekhe wengine, hao wenye tabia hizi za ajabu za kinyama, ndio wamekuwa marafiki zao, ndio mashoga zao. Yani mtu ana urafiki na ndio shoga, yani anashindwa kumwambia, anaona urafiki wangu mimi na huyu utakufa, kwa hiyo anaamua kumwacha. Anamuona anafanya uovu, kumkemea anashindwa, anaogopa kwamba urafiki wangu mimi na huyu utakufa. Shekhe, urafiki wako hauwezi kuwa mzuri baina yako wewe na huyu ikiwa hujamlingania katika kheri. Yani rafiki aliyekuwa mzuri ni yule ambaye anakwambia hili zuri, hili baya, nenda huku pazuri, huku usiende kubaya. Lakini ukiwa na rafiki anafanya mambo ya kiovu na unamuona katika mtandao anafanya mambo ya ajabu, kisha ukakaa kimya, maana yake bado hujatekeleza wajibu wako kama kiongozi wa dini. Jamii inahitaji msaada, jamii inahitaji msaada, na hakuna anayeweza kuitoa jamii katika mtihani huu tuliokuwa nao isipokuwa ni viongozi wa dini. Hawa watoto hawa wanategemea jamii iliyokuwa bora. Ikiwa wataachwa hawa bila ya kutengenezewa mazingira yaliyokuwa sawa sawa, jamii inayofuata itakuwa ni jamii zaidi ya wanyama, zaidi ya kile ambacho tunakishuhudia hivi sasa. Jamii inayokuja, jamii inahitaji msaada. Leo nilikuwa natazama katika mtandao, nimeona kuna mwanamke mmoja katika mtandao, kuna mwanamke mmoja yeye ameamua kujitangaza wazi kabisa, ameamua kujitangaza wazi kabisa kwamba yeye ni lesbian, ni mwanamke ambaye anashiriki mapenzi ya jinsia moja. Ameamua kujitangaza wazi kabisa, yeye ni lesbian, anashiriki mapenzi ya jinsia, amejitangaza wazi kabisa. Jamii imefikia kwenye kiwango kama hiko, jamii imefikia katika hali kama hiyo, wazi kabisa yupo katika mtandao kwamba bwana, mimi ni lesbian, mapenzi ya jinsia moja ndiyo kitu ninachoshiriki. Yuko wazi, na wala hakuna mtu anayesema, na wala hakuna anayekemea. Watu waona ni jambo la kawaida. Ndugu zangu, tunaweza kuwalingania watu juu ya jambo la pepo, lakini bila kuambia watu wanapokosea, tutakuwa tujaisaidia jamii. Lazima jamii iambiwe wapi wanakosea, wapi wanapatia. Tuwaeleze kwamba hili la sawa, hili sio sawa. Tuwaambie Mwenyezi Mungu hili analikemea, Mwenyezi Mungu hili halitaki. Sasa haya yasiposemwa, ndio maana mnaona leo jamii kila kitu inaona ni jambo la kawaida. Ni jambo la kawaida kila jambo, hata hili la mbwa hili kwa kaandaliwa mazishi, leo jamii yaonekana ni jambo la kawaida. Yaani ukiingia huko kwenye mitandao wanaona ni jambo la kawaida, wala sio sala, wanaona ni jambo la kawaida. Sasa itakuja kufikia kipindi kila mmoja atakuwa na mbwa wake, ataweka matanga, kisha tutakuwa tunaitwa kwenye msiba tukazike kama tunavuzika wanadamu. Tunataka kuaminishwa kuwa huu ndio utamaduni wetu. Tunataka kuaminishwa kwamba huu ndio ustaarabu wa kibinadamu, which is not true, kitu ambacho sio sawa sawa. Na tunayaongea haya kwa ukali kwa sababu tunaona tunapoelekea siko
kila nikitazama jamii vile inapoelekea, wallahi tupo katika mtihani uliokuwa mzito, mfano wake hakuna. Kila nikitazama tabia zilizokuwa mtaani ni mbaya, mfano wake hakuna. Kila nikitazama ndoa muhali, mtihani, kesi zimekuwa nyingi, mimi hata kuniingilia kinyume na maumbile, mara hivi mara, yani ndoa zimekuwa na mushkil, kila kona jamii imekuwa na mtihani. Hakuna dhambi unayojua wewe ambayo Uislamu umekataza katika jamii, dhambi hiyo hivi sasa haipo. Hakuna dhambi unayojua wewe mbaya Uislamu umekataza, dhambi hiyo katika jamii haipo. Kila dhambi unayojua wewe ipo mtaani. Kila dhambi unayojua wewe ipo mtaani, imezagaa na inaonekana ni jambo la kawaida. Hakuna anayekemea, hakuna anayesema. Wanaopata platform za kusimama na kusema, wakisimama kwenye member, kazi yao kuwapaka watu mafuta, kuwasifia. Unajua fulani bwana, unajua jamii inaharibika shekhe, jamii inavurugika shekhe. Kwa nini usiseme shekhe? Yani imefika mahala hivi sasa jamii nyoyo zimekufa, wanahitaji mawaidha magumu, sio mawaidha mepesi tena. La hasha wakalla, jamii nyoyo zimekufa, wanahitaji mawaidha magumu, wanahitaji waambiwe kinaga ubaga, ili ndilo ili silo. Yani ule muda wa kuwalingania watu kwa hekima katika jamii hivi sasa umekwisha. Yani imefikia mahala hivi sasa ukiongea jambo kwa hekima, watu kwa hekima wanakuona wewe sio ufai katika jamii, wanakuona wewe sio kiongozi wa dini, wanakuona wewe ufai, yani kama vile kumpigia mbuzi gitaa. Jamii inahitaji iambiwe kinaga ubaga kwamba hili ndilo, hili silo. Na inawezekana wakati fulani ikawa kuna jambo ni gumu kulisema, ukawa unaogopa, lakini ifike mahala lile jambo lisemwe. Inawezekana kuna jambo ukawa unaona ni gumu kulisema, unaogopa, lakini ifike mahala lisemwe. Wiki iliyopita wakati naongea habari za ushoga, kuna watu wakanipigia simu wakanambia, shekhe wewe uogopi? Akawa ananiambia kwamba unajua ushoga ni mtandao mkubwa sana shekhe, wataanza kukuandama hao mashoga hao, wataanza kukuandama, wengine ni viongozi. Watu wakawa wananipigia simu. Sasa imefika mahala mashekhi wanaogopa kusema jambo ambalo ni baya kwenye jamii kwa kuogopa kwamba na wao watakuja kuradiwa na wale wanaofanya ile dhambi. Imefikia kiwango hiko. Kwa hiyo kuna baadhi ya dhambi mashekhi hawatakiwi kusema, kuzisemea, wakae kimya, waziangalie kama zilivyo, kwa sababu wakizisema zile dhambi, kuna watu watawaundia magengi ya kuja kuwaradi. Mtu anakupigia simu, shehe wewe uogopi bwana, achana hilo jambo bwana. Tena fika mahala mtu anakuonya, shekhe hilo jambo achana nalo. Ushoga shekhe. Mtu anaweka msiba wa mbwa shekhe. Yani hili nalo mashekhe wakaekima wasiseme kwamba ukisema watu watakuradi. Hapana. Moja ya majukumu ya mashekhe ni kuhakikisha jamii inabakia kuwa sawa. Lazima tuyazungumze haya kwa kinywa kipana, kwa sababu ujio wa Bwana Mtume Muhammad ulikuja kumtoa mwanadamu katika upotevu. Ujio wa mtume ulikuja kumtoa mwanadamu katika maisha ya kinyama. Leo tunalazimishwa turudi katika maisha ya kinyama. Aina tadhhabuni ya jamaa, tunakwenda wapi? Umma huu mtume kauacha ukiwa salama, ukiwa uko vizuri. Leo watu wanatulazimisha turudi enzi zile kabla ya ujio wa mtume. Dhulma imetawala katika jamii. Wakati ule kabla mtume hajaja, ilikuwa wanaume kuoana baina ya mwanaume kwa wanaume ni jambo la kawaida. Ilikuwa hivyo kabla mtume hajaja. Ilikuwa hivyo. Ilikuwa wakati ule kuingiliana kinyume na maumbile ni jambo la kawaida. Ilikuwa hivyo. Wakati ule ilikuwa mwenye nguvu ndio ana haki, wakati huo kabla mtume hajaja. Mtume alipokuja alikuja kuyaondosha yote haya. Ndio maana sisi tukawa ni umma bora kwa sababu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtu mmoja aliniuliza swali akanambia, shekhe, sisi dhambi tunazofanya kuna baadhi ya watu waliangamizwa. Kwa mfano wakina Luti waliangamizwa kwa dhambi ya liwati. Liwati waliangamizwa. Leo liwati inafanyika tena, iko wazi mpaka mitandaoni, mpaka uvunguni liwati imeenea.
mbona hatuangamizwi? Mbona hatuangamizwi? Jawabu langu nikamwambia ni kwa sababu ya Bwana Mtume Muhammad. Yani tunashindwa kuadhibiwa na Allah, na sio kama Mwenyezi Mungu anashindwa kutuadhibu. Mwenyezi Mungu hashindwi kutuadhibu kama alivyoadhibu watu wa kaumu ya Nabii Lut, anaweza. Lakini ma kana Allahu liyuadhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu muadhibahum wa hum yastaghfirun. Mwenyezi Mungu hakuwa ni mwenye kuadhibu watu hali ya kuwa mtume yupo kati yao. Yani salama, nusra tunaipata kwa sababu ya Bwana Mtume Muhammad. Sisi ni umma bora kwa sababu ya mtume. Ndio maana leo mnaona majanga mengi yanatuepuka kwa sababu ya Bwana Mtume Muhammad. Lakini kimsingi hakuna dhambi tunayofanya watu waliopita ambao hawakuifanya dhambi hiyo. Tunarudi katika unyama ambao mtume alishauondosha. Tunarudi katika hali ambayo sio ya insania, sio ya binadamu. Leo dunia kuna watu wanaita ni mashirika ya kupigania haki za binadamu. Yako wapi mashirika ya haki za binadamu ikiwa kuna watu wanaingiliwa kinyume na maumbile? Yako wapi mashirika ya kutetea haki za binadamu? Ni ubinadamu gani wa kumwingilia mwanaume mwenzio? Ni ubinadamu gani kutengeneza mahusiano baina yako wewe na mbwa? Haki ya kibinadamu iko wapi? Yani mtu kashindwa kuweka mahusiano na binadamu mwenzie, anatengeneza mahusiano na mnyama kwamba yule ndio mpenzi wake. Wale wanaotetea haki za binadamu wako wapi? Mbona hatuwaoni aina wakitetea? Tulichokuja kugundua sio kutetea haki za binadamu, bali ni watu ambao wamekuja kupokonya haki za wanadamu. Na ndio maana hakuna dini ambayo imekuja kutetea haki ya mwanadamu kama dini ya Uislamu. Hakuna shirika wala hakuna taasisi yoyote duniani iliyokuja kutetea haki za wanadamu kushinda taasisi aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad. Taasisi ya Uislamu ndiyo iliyokuja kutetea haki ya mwanamke katika dunia. Taasisi ya Uislamu ndiyo iliyokuja kutetea haki za watoto katika ulimwengu. Taasisi ya Uislamu ndiyo iliyokuja kutetea haki ya mwanadamu. Hakuna shirika lolote. Uongo kumfanya mwanadamu awe huru kwamba afanye anavyotaka, sio kutetea haki yake, bali ni kumpokonya haki yake. Unaposema kwamba haki za binadamu, mwanadamu awe huru afanye anavyotaka, ni kumpokonya haki yake. Uhuru wa mwanadamu ni kuwekewa limitation, kuna baadhi ya mambo asiyafanye. Huo ndio uhuru wa mwanadamu. Unaposema kwamba mwanadamu avae anavyotaka, mwanamke anaye avae anavyotaka. Mwanamke anatembea uchi barabarani, mwanamke anatembea barabarani, kwamba ndio uhuru wake afanye anavyotaka. Uone unamfananisha na mnyama? Mbuzi anatembea uchi, ng'ombe anatembea uchi, uone unampokonya ubinadamu wake? Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina. Uislamu unakuja kuonyesha ustaarabu, thamani ya mwanamke, sio kumruhusu atembee uchi. Watu wanatetea haki za binadamu, kila binadamu afanye anavyotaka, awe huru, mwanamke atembee anavyotaka. Umempokonya haki yake. Leo tunalazimishwa mashoga wawe na haki. Haki gani? Huyu kaumbwa ni mwanamume, hakuumbwa kuingiliwa, kitendo ambacho hata mbwa hawezi kufanya. Mbwa hawezi kufanya kwa mbwa mwenzie. Leo mnakuja kutuaminisha kwamba ni haki yake mwanadamu afanye anavyotaka. Hakuna taasisi yoyote, hakuna NGO yoyote duniani iliyokuja kumpa haki mwanadamu isipokuwa NGO ya Uislamu. Whether watakubali au watakataa, isipokuwa zimeundwa kuja kupokonya haki za wanadamu, sio kutetea, kupokonya haki za wanadamu. Kabla ya Uislamu tulikuwa tunashuhudia wanawake walikuwa hawaingii katika mirathi, walikuwa hawarithi. Uislamu umekuja kumpa haki mwanamke kuingia katika mirathi. Ni nani aliyekuja kumtetea mwanamke kama sio Uislamu?
Leo katika mitandao watu wanakaa uchi, inaonekana ndio uhuru katika mitandao. Mtu anapiga picha akiwa tupu, mtu anarekodi video akiwa tupu, anachukua anaweka kwenye mtandao, inaonekana ni uhuru wake. Subhanallah. Ndugu zangu, jamii inahitaji msaada, jamii inahitaji kusaidiwa, kutolewa katika fikra hizi ambazo wanapandikiziwa na watu. Hii ni project maalum watu wanaipandikiza kwenye fikra za watu. Leo unaona ni jambo la kawaida kwa binti kutembea uchi. Zamani ilikuwa haiwezekani binti akatoka amevaa kimini mtaani, ilikuwa haiwezekani. Miaka ya 90, 80 kuja chini tu hapa, ilikuwa haiwezekani. Binti akitoka na suruali mtaani, mtaa mzima watamshangaa, huyu ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa nani huyu? Mtaa mzima utamshangaa. Leo tumepandikiziwa fikra, mtu anatembea na kimini hapa, hakuna mwanadamu aliyekuwa anajali tena. Tunaonyeshwa kuwa ni maisha ya kawaida, tunaaminishwa hivyo. Tunapokonywa zile haki za wanadamu, tunaletewa mambo ambayo sio ya ubinadamu. Jamii inahitaji msaada, na hasa kusaidiwa kwenye upande wa kifikra. Wa magharibi, vita wanayopigana hivi sasa wanaita ni vita vya kifikra, battle of mind, vita vya kifikra. Yani wanakutengenezea fikra ya aina fulani ili wakuharibu wewe na kizazi kinachokuja. Sasa hivi hawatumii nguvu kubwa. Nguvu sasa hivi wanayotumia ni kwenye fikra zako. Kuna kitu wanakizoesha kwenye fikra yako, mpaka unaona ni kawaida, unazoea kukiona kile kitu. Zamani ilikuwa kuona paja la mwanamke unashtuka, unasisimka. Leo imekuwa ni jambo la kawaida, na ukiona wala ustuki tena. Yani maisha hayo yamekuwa ni ya kawaida, yamekuwa ni maisha ya kawaida. Zamani ilikuwa kuwaona wanawake wanajiuza, ilikuwa ni issue. Tumeaminishwa. Leo imekuwa ni jambo la kawaida, mpaka kwenye mtandao watu wameweka website maalum, watu wanajiuza. Jamii inahitaji msaada, jamii lazima isaidiwe, na isaidiwe hasa kwenye upande wa kifikra, kwamba namna gani wa magharibi wanajaribu kutupandikizia fikra za ajabu kwenye vichwa vyetu. Leo shule hizi unaweza ukamchukua mwanao ukampeleka kwenye shule ambazo sio za Islamic, za seminari za Islamic, ukampeleka kule, akienda anakwenda kukutana na watoto ambao malezi yake alipotoka kule nyumbani kwake, mtoto kashaharibika tayari. Anakuja mtoto shuleni boarding, anakuja kukaa tayari kashakuwa tomboi. Anakuja kukaa mtoto shuleni tayari kipa kashatoka golini, kashaharibika nyumbani, kashaharibiwa. Yani mzazi asipokuwa makini, hata kule ambapo anampeleka mwanawe kwenda kusoma, anaweza akajikuta anampeleka mahala ambapo mwanaye anakwenda kuharibika. Yani lazima ifikie mahala jamii isaidiwe kwenye kila eneo, kwamba mwanangu wapi nampeleka kwenda kuchukua elimu, mwanangu anakwenda kukaa na nani. Unaweza ukaona ni jambo la kawaida mtoto wako kukaa na kila mtu, lakini ni rahisi sana mtoto kuadapti tabia za yule anayekaa naye kila siku. Rahisi sana hilo kwa mtoto, ni jambo jepesi sana kwa mtoto hilo. Kuadapti tabia ya mtu anayekaa naye ni jambo jepesi sana. Leo ukimchukua mwanao akaenda akakaa na pengine mtoto mwenzia ambaye ana tabia za ushoga, billahi alaikum, baada ya miaka miwili mwanao kubadilika kuwa shoga ni 80%. Uwezekano huo upo, na watoto wanaharibika kuanzia majumbani huku wanapotoka, wanatokea huko. Kuna wazazi wanawalinda watoto, yani mwanae wanaitwa ni yes fathers wanaitwa. Yani mtoto kila anachokitaka anapata kwa baba yake. Yani mtoto analelewa kiudele kiasi ambacho ukimgusa kama mayai. Jamii lazima isaidiwe. Kuna mahala tumeteleza,
tunarudije huko? Lazima tusaidiane kubadilishana fikra. Haya yasiposemwa, ndugu zangu Waislamu, mmomonyoko wa maadili ni mkubwa hivi sasa. Mimi natamani membari zote za Ijumaa, natamani mashehe wote hivi sasa, kila mmoja akafanya research, akafanya study maalum kugundua jamii na changamoto gani, kisha atakuja kugundua ili asimame kwenye membari aweze kuwapa ujumbe jamii wanayostahili. Kwa sababu hivi sasa kuna watu wanakuja kupanda kwenye membari hawajui jamii wana changamoto gani. Mtu anakuja kusimama kwenye membari pale, jamani zaka, toeni zaka. Brother, kuna mashoga mtaani huko wamejaa. Vijana sasa hivi hawafanyi kazi, kazi yao ni kubeti, wamejaa mtaani huko. Wewe kazi yako, mimi mcha Mungu bwana, mimi sitoki na kama msikitini. Unawaamrisha watu kutoa zaka, watu hawafanyi kazi. Jamii imeharibika. Brother, kuna watu hawataki ndoa tena, vijana hawataki kuoa. Mtu anatoka hapa, anaenda kitambaa cheupe, anaenda wavuvi, anaenda kununua mwanamke, anamalizana naye, hataki kuoa. Wewe umekaa zaka, zaka, sadaka, sadaka, watu hawaoi kule. Yaani sasa hivi mtu kumpata mwanamke ni jambo jepesi. Zamani brother, mimi nakumbuka shangazi yangu alinisimulia, ananambia alikutana na mume wake, yani shangazi yangu mimi alikuwa na mume wake. Alikutana na mume wake, ilikuwa siku moja katika sikukuu ya Idi. Siku moja katika sikukuu ya Idi walikutana. Baada ya kukutana, yule bwana akampenda shangazi yangu. Baada ya kumpenda, ilichukua miaka 15. Miaka 15 yule bwana ndio kuja kumpata shangazi yangu kumuoa. Miaka 15. Leo kumpata mwanamke ni jambo la sekunde. Jambo la sekunde. Tena mbaya zaidi, kumpata mwanamke katika zama za leo wala utumii gharama. Wanawake wamekuwa rahisi kumnunua mwanamke sasa hivi 2,000 tu unapata mwanamke. Sizungumzi mamilioni, malaki, la hasha wakalla. Jamii yetu hivi sasa leo kumpata mwanamke 2,000. Yaani ukienda Tandale kuna mtaa unaitwa mtaa wa Kaitaba. Ukienda huko mwanamke 2,000. 2,000. Mtu anaweza akajua, shekhe kajuaje? Mbona ujiulize shetani nimemjuaje? Niko namzungumza shetani. Yaani haya mambo lazima watu wafanye research, wagundue jamii inakumbana na changamoto gani. Tunapambana sadaka, zaka, zaka. Huku kuna mmomonyoko wa maadili. Watu wanaharibika. Mtu ana mapenzi na mbwa, ndo mpenzi wake mbwa kafiwa, analia, anaweka matanga. Nyie mmekazana sadaka, sadaka. Jamii huku inaharibika. Tutokeni, twendeni field. Unajua kuna baadhi ya wakati wale tablighi wale watu wanawasema, lakini mimi nawakubali sana wale. Wale wanatoka wanakwenda field, wanakwenda mtaani, wanakutana na watu, wanazungumza nao, wanajua wale watu wana changamoto gani. Sasa huwezi kuwatoa watu kwenye changamoto yao bila ya kujua wana changamoto gani. Lazima mashekhi wakubali kwenda field. Kaa nao watu, utawajua wana tabia gani. Idha kunta fi amrin fakum fihi. Ukiwa katika jambo la kidawa, wewe ni mtu wa da'wa, kuwa ndani ya da'wa yenyewe. Huwezi kutoa da'wa kama hujui watu wana changamoto gani. Ndio maana leo membari nyingi zimekuwa hazileti outcome, zimekosa impact kwa sababu hawaelezwi zile changamoto zao jamii. Mtu anakuja kusali, akimaliza anaambiwa tu bwana sadaka, zaka, anasinzia, akitoka anaondoka. Amekuja hapa ana changamoto fulani inamkabili, haelezwi. Jamii inaharibika, haelezwi. Nini afanye, haelezwi, anaondoka. Mwisho wa siku tunabomoa jamii. Jamii inahitaji kusaidiwa, na hakuna anayeweza kuisaidia jamii isipokuwa ni viongozi wa dini. Hakuna anayeweza kuisaidia jamii. Mzazi ahakikisha anamlea mwanawe katika mazingira aliyokuwa ya sawasawa. Tusipofanya haya majukumu haya, masulia yetu yatakuwa ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunalo la kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe fuatilia mada nyingi za mashekhi, wanaogopa kuzungumzia ushoga.
Fuatilia, wanaogopa